Usiku ulikuwa tulivu, lakini jumba la kifalme halikuwa na amani. Mfalme Ahasuero hakuweza kulala. Watumishi walimletea vitabu vya kumbukumbu vya kifalme. Wakamsomea, na ghafla aligundua jambo la kushangaza. Mordekai, Myahudi aliyekuwa akiketi langoni pa kifalme, alikuwa amewahi kuokoa maisha yake kwa kufichua njama ya kumuua. Lakini hakuna thawabu iliyowahi kutolewa. Uso wa mfalme ulionyesha huzuni. Akafikiri, haiwezekani. Mtu aliyeniokoa maisha anastahili heshima kabla hata jua kuchomoza. Mpango ulikuwa tayari moyoni mwake. Wakati huo huo, Haman aliinuka alfajiri. Moyo wake umejaa fahari na hasira. Nje ya nyumba yake, mti mkubwa wa kunyongea aliokuwa ameagiza ulisimama ukigusa anga. Alijiambia, leo Mordekai ataangamizwa. Akaelekea haraka kwenye jumba la kifalme, akitaka kuzungumza na mfalme kabla siku haijaanza. Lakini hakujua kwamba mfalme alikuwa akimfikiria Mordekai, sio kwa adhabu, bali kwa heshima. Haman aliitwa aingie katika chumba cha kifalme. Mfalme Ahasuero akamwangalia na kumuuliza, ni nini kifanywe kwa mtu ambaye mfalme anapenda kumheshimu? Kifua cha Haman kikapanuka kwa kiburi. Akajisemea, ni nani mwingine mfalme angependa kumheshimu zaidi yangu? Kisha kwa ujasiri akajibu, kwa mtu ambaye mfalme anapenda kumheshimu, avishwe mavazi ya kifalme ambayo mfalme huvaa. Awekewe taji kichwani, apandishwe juu ya farasi wa kifalme, aongozwe na afisa mashuhuri mitaani huku akitangazwa, hivi ndivyo mfalme humheshimu anayempenda. Mfalme akatabasamu kwa furaha. Vizuri. Nenda mara moja. Chukua mavazi na farasi, kama ulivyosema, na ufanye hivyo kwa Mordekai Myahudi anayeketi langoni pa kifalme. Usisahau kitu hata kimoja ulichotaja. Moyo wa Haman ukadondoka tumboni. Uso wake ukawa mweupe. Mordekai alikuwa anakuja kumuua, lakini sasa ameagizwa kumheshimu. Kwa moyo mzito, Haman akaleta mavazi ya kifalme na farasi. Akamvika Mordekai mavazi ya kifahari ya kifalme. Akamweka juu ya farasi na akaanza kumzungusha mitaani ya Shushani. Sauti yake ilisikika, ingawa ilijaa uchungu. Hivi ndivyo mfalme humheshimu anayempenda. Watoto walikimbia kando ya farasi, wakishangilia kwa furaha. Wazazi walitazama kwa mshangao. Tazama, wakasema, Mordekai ameheshimiwa na mfalme. Mordekai alikaa kimya, moyo wake ukiwa na utulivu. Alijua heshima hii haikutokana na ujanja wake, bali ni mkono wa Mungu uliokuwa ukifanya kazi. Haman, akiwa na aibu na hasira, alitembea taratibu, akitamka maneno ambayo hayakuwa moyoni mwake. Kila hatua ilihisi kuwa nzito kuliko ya awali. Baada ya sherehe hiyo, Mordekai alirudi langoni pa kifalme kama kawaida, akiwa mtulivu na mnyenyekevu. Lakini Haman aliharakisha nyumbani. Uso wake umefunikwa kwa aibu. Mkewe Zeresh na marafiki wake walimsikiliza alipolalamika kwa huzuni. Wakamwambia, kama Mordekai ni Myahudi na sasa ameanza kuheshimiwa, huwezi kumpinga. Utashindwa hakika. Wakiwa bado wanazungumza,
Wajumbe wa kifalme waliwasili kwa haraka. Wakamchukua Haman kwenda kwenye karamu ya pili ya Malkia Esta. Jioni hiyo, ukumbi wa kifalme ulijaa nuru ya taa za dhahabu. Meza zilijaa chakula kitamu. Harufu ya nyama zilizochomwa na viungo zilitanda hewani. Mfalme Ahasuero alikaa kwa furaha, Esta akiwa kando yake kwa upole, na Haman akijaribu kutabasamu, ingawa moyo wake ulijaa wasiwasi. Walipokuwa wakila na kunywa, mfalme alimuuliza tena, Malkia Esta, ni nini ombi lako? Litatimizwa, hata kama ni nusu ya ufalme wangu. Mikono ya Esta ilitetemeka kidogo chini ya meza. Alikuwa amesubiri wakati huu. Akainua macho yake, akavuta pumzi na kusema kwa utulivu, ikiwa nimepata kibali machoni pako, mfalme, na kama itakupendeza, uniokoe mimi na watu wangu. Kwa maana tumeuzwa tuangamizwe na kuangazwa. Kama tungesuzwa kuwa watumwa, ningenyamaza. Lakini hasara hii ni kubwa kuliko maneno. Uso wa mfalme ukabadilika na kuwa wa hasira. Ni nani aliyetenda jambo hili? Aliuliza kwa ghadhabu. Sauti ya Esta ilikuwa thabiti aliponyoosha kidole chake. Adui huyo ni huyu hapa, Haman mwovu. Macho ya Haman yakafunguka kwa hofu. Moyo wake ukapiga kwa kasi. Ukumbi ukajaa mshangao. Mfalme alisimama, uso wake ukiwaka kwa hasira. Akatoka nje kwenda bustanini kutulia. Haman akapiga magoti mbele ya Esta, akitetemeka, akiomba huruma. Malkia, tafadhali uniokoe. Sikujua mambo yataenda hivi. Lakini Esta alibaki mtulivu. Aliweka imani yake kwa Mungu. Mfalme aliporudi, alimuona Haman akiangukia kitandani pale Esta alipokuwa amekaa. Hasira ya mfalme ikawaka zaidi. Akapiga kelele, "Je, ataudhuru malkia mbele yangu ndani ya nyumba yangu?" Mara moja, watumishi wa mfalme wakamfunika uso, ishara kwamba mwisho wake umefika. Mmoja wa watumishi akasema, Mfalme, kuna mti wa kunyongwa wa urefu wa dhiraa 50 nyumbani kwa Hamani. Aliujenga kwa ajili ya Mordekai, yule aliyekulinda. Macho ya mfalme yakang'aa kwa hasira. Akanue kwenye huo mti, akaamuru. Hivyo Haman alinyongwa kwenye ule mti aliyoujenga kwa Mordekai mwenyewe. Hasira ya mfalme ikatulia, na amani ikarudi tena katika jumba la kifalme. Watoto wapendwa, sehemu hii ya hadithi ya Esta ni yenye nguvu sana. Hamani mwenye kiburi alipanga mabaya, lakini njama zake zikamgeukia yeye mwenyewe. Mordekai aliyemwamini Mungu alipandishwa heshima, na Esta aliyochagua ujasiri aliona uaminifu wa Mungu. Wakati mwingine, watu wabaya wanaweza kuonekana kushinda. Wakati mwingine, tunaweza kujihisi wadogo au kuogopa. Lakini kumbuka, Mungu anaona yote. Anaweza kubadilisha hali kwa njia tunazoshindwa kufikiria. Biblia inasema, Mungu huwapingana na wenye kiburi,
lakini huwapa neema wanyenyekevu. Kwa hiyo, unapokutana na hofu au mambo yasiyo ya haki, muamini Mungu. Kuwa jasiri kama Esta. Kuwa mwaminifu kama Mordekai. Na ujue, Mungu daima anafanya kazi kwa wakati kama huu.